hii. Njoo pamoja tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea kila siku. Utasikia neno la Mungu na shuhuda nyingi zinazotutia nguvu. Chagua Star TV, kituo kilicho bora. Star TV brightens your day. Naam, karibu sana mtazamaji ambaye unatutazama kwa sasa, ikiwa ni Jumapili njema kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Na imani kabisa uko buheri wa afya, na ni tumaini jema kabisa ambalo Mungu ameweza kutupatia siku hii ya leo, sio kwa nguvu zetu bali ni kwa neema ya pekee ambayo Mungu ameweza kutufikisha hapa na kupaza sauti zetu kwako mtazamaji, ili uweze kubarikiwa katika matangazo yetu haya ya moja kwa moja kupitia Star TV kutokea hapa Mwanza, Tanzania. Kipindi ni Amka Tumsifu Mungu, ni mahali ambapo unainuliwa kiroho zaidi na kuimarisha afya yako kwa kupitia neno la Bwana. Siku ya leo imekuwa ni ya pekee sana, na leo niko na mwimbaji wa nyimbo za injili kutokea hapa Tanzania ambaye amekuwa ni mbaraka kwa watu wengine pia, na tutaenda kutazama kazi zake na huduma ambayo anaitoa tangu alipoamua kumtumikia Bwana kwa njia ya uimbaji ama kuinjilisha watu wengine. Lakini pia nikushukuru kwa yule ambaye ulianza kututazama kuanzia mwanzo kwa kusikiliza wasifu mzuri kutoka kanisa hilo la AIC Kadebezo Choir, ambao wameweza kukubariki zaidi kwa kupitia historia yao na namna jinsi ambavyo kazi ya Bwana wanazidi kupambana kuendeleza ili watu wengine wazidi kubarikiwa. Nahodha wako ni mimi Andrea Amos Masanja, ndiye nitapaza sauti kwa makini sana kuhakikisha kwamba unafahamu mengi zaidi ambayo leo tunaenda kukuletea. Kwa sasa hapa kupitia meza yangu ya kipindi hiki Amka Tumsifu Mungu, niko na mwimbaji wa nyimbo za injili kama nilivyokuambia, na si mara yake ya kwanza kuweza kuketi nasi hapa katika studio zetu, na tunaenda kufahamu mengi zaidi kwa ukimya uliokuwa umetawala, lakini namna jinsi ambavyo ameendelea kupambana kuachia kazi zake kila uchwao. Bwana Yesu asifiwe mtumishi. Amina. Habari ya uzima mtu wa Mungu? Amen. Namshukuru Mungu kwa kweli niko na afya njema, sijui kwako. Mimi binafsi namshukuru Mungu. Ndio. Ni mwema, ametupigania, ametupambania, tumeamka salama. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Kabla hatujaingia kwenye kutazama namna jinsi ambavyo umekuwa ukitoa huduma najua ni muda mrefu sana Emmanuel Mashauri hatujaweza kuketi hapa kuzungumza mawili matatu kuhusiana na huduma ambayo unaitoa kwa karama makipawa ambacho Mungu ameweza kukubariki. Nahitaji kufahamu zaidi kwa wiki hii hadi kufika leo Jumapili, ni kitu gani ambacho Mungu amekutendea kwenye maisha yako na hutoweza kukisahau? Kikubwa kwa wiki hii Mungu amenijalia uzima. Ndio. Afya tele kabisa kama unavyoniona. Ni jambo ambalo ninamshukuru Mungu kwa kweli kwa sababu amenipigania, lakini pia neema ya Mungu na wema wa Mungu kwa wakati siku zote. Na nadhani kubwa zaidi ameniandaa kuja kuzungumza na watu wa Mungu katika siku ya leo, sio kwa akili zangu wala sikutarajia, sikufikiria hilo. Lakini ni Mungu mwenyewe ameniandaa kwamba leo nafaa kuzungumza na watu wake kupitia huduma nilionayo ya uimbaji. Ndio. Kwa ajili ya kumtangaza Yesu Kristo. Kumtangaza Yesu Kristo sana. Ndio. Kuna watu wanakutazama kwa ni mara ya kwanza leo, ni mara ya kwanza kabisa kutazama, lakini pia kutamani kufahamu kazi zako. Kwa ufupi sana, mimi natamani utupitishe kidogo kwenye ulianzaje safari yako ya muziki wa injili, na ni nini ambacho kiliweza kukusukuma kutokufikiri kwenda katika labda maybe kufanya huduma za kutumikia masuala ya kidunia, kuimba nyimbo za kidunia, na kuamua kumtumikia Bwana kama kijana? Safari yangu ya muziki, kwanza tunatakiwa tutambue kwamba hakuna anayemchagua Mungu kumtumikia, bali Mungu anakuchagua wewe kumtumikia. Kwa mimi ni mteule wa Bwana katika huduma hii ya injili. Ni mwalimu wa kwaya. Kimsingi ni mwalimu wa kwaya, nimekuwa nikisema mara kwa mara. Lakini pia ni mwimbaji katika neno la Mungu hili. Lakini pia ni producer ambaye ninafanya huduma za muziki wa injili na vitu vingine katika jamii vinavyohusiana na muziki. Kwa hiyo mimi ni mteule katika huduma ya Mungu. Sijamchagua Mungu, bali yeye amenichagua kumtumikia kwa njia hiyo. Nimekuwa nikitumika tangu nikiwa
mtoto zaidi. Ndio. Ya katika upande wa magitazi na nini, kwa nimeimba miaka mingi. Mimi tangu unavyoona nimefanya hizi huduma kuanzia mtoto mpaka nafundisha huduma kuwa mwalimu, nikaanzia hapo mpaka kuamua kuimba mimi mwenyewe. Ni vitu ambavyo vinatembea katika huduma zangu. Katika huduma zako. Na najua kila kitu kinachokuwa kinaanza, hakuna mtu ambaye alianza tu akaibuka na kufanya vizuri zaidi. Kabla hujawa mwimbaji wa nyimbo za Injili, hapo nyuma, na hujakaa labda kuamua kusema kwamba mimi naamua sasa kumtumikia Bwana, nyuma kabisa, kabla hujaanza huduma hii na watu kukufahamu zaidi, shughuli gani ambayo kule nyuma ulikuwa unajishughulisha nayo kwa wakati huo? Shughuli nilikuwa nijishughulisha nayo ni production. Ndio. Ni producer. Kwa muda mrefu nimekuwa producer nikifanya muziki wa aina tofauti. Ya hapa Tanzania nimefanya vitu vingi katika eneo la muziki wa Injili na muziki ya kawaida katika production. Zaidi sana nilikuwa nimejikita kwenye production na huduma ya kufundisha tu kwaya kama mwalimu. Okay. Ya kufundisha kwaya kama mwalimu. Nilikuwa nikiimba mwenyewe lakini sikutilia manani kihivyo. Sikutarajia wala kujua kwamba iko siku na mimi nitakuja kuanza kusimama kufanya huduma hiyo, lakini nilikuwa nikiimba tu na kufanyia production watu wengine. Hizo ndio shughuli ambazo mimi nilikuwa nikifanya. Sijai kufanya shughuli nje ya muziki tangu kuzaliwa kwangu mpaka hapa nilipo. Sawa. Na wewe ndiye umekuwa ukisimama imara kujitetea hasa kutangaza kazi ya Bwana, ama kuna watu nyuma ambao wamekuwa ukiendelea kukushika mkono? Muziki unahitaji management. Ndio. Ya manager yupo, ni naye. Ndio. Ya ambaye anaendelea kunipambania ili kufika hapa nilipo. Ndio. Okay. Na ni mwimbaji gani sasa ambaye amekuwa ni ushawishi mkubwa zaidi hatimaye wewe kukufanya kufika hadi leo tuko na wewe hapa kupitia kipindi Amka Tumsifu Mungu? Waimbaji ni wengi ambao wanafanya vizuri. Mmoja wapo. Mmoja ni Jafet Zablon. Namkubali sana. Lakini ndio kupitia Jafet Zablon mimi natamani nijue mengi zaidi hapo, lakini kabla hatujafika kwa Jafet Zablon, najua kuna kitu hapo unatamani kushare na sisi pia na watazamaji waweze kubarikiwa. Umefanikiwa kwa sasa kutoa album ngapi ama ni nyimbo ngapi umeweza kuziachia YouTube kwenye akaunti yako? Album kwa sasa si album nadhani, lakini ni video ziko kama 6-7 hivi nadhani mpaka sasa hivi. Na audio lyrics zenyewe kidogo zimefika nyingi kama 10 na hivi. Tangu nianze serious ile kwamba mimi nafanya mimi kama mimi. Naam. Wimbo wako ambao ni the best sana kwa mwaka 2026 tangu umeanza safari? 2026 wimbo wangu the best ni Nina Nguvu. Unaitwa Nina Nguvu. Nina Nguvu. Yeah. Iko nguvu ndani. Iko nguvu ndani yako. Maana muda uliopita pia ulikuja hapa ukatuonesha kwa namna gani ambavyo umekuwa ukifanya korabo na waimbaji tofauti hasa Jafet Zablon. Huu wimbo Nina Nguvu, yani ilikuwaje ukaamua kuuita huu wimbo Nina Nguvu, na uliuandika katika mazingira yapi? Unajua huu wimbo tulikuwa tumepanga na Jafe pia. Hii nyimbo nimefanya na Jafe pia. Hii Nina Nguvu. Tulipanga ule mwanzo wa mwaka tutafanya nyimbo, lakini pia mwisho wa mwaka tutafanya wimbo. Kwa kweli Mungu alitusaidia, ilipofika ule wakati tukapata nafasi tena kufanya. Tukagundua kumbe iko nguvu, si ndio, ambayo tulianza nayo na iliyotupigania mpaka kufika hapa tufanye. Kwa nini tulipanga lakini tukaweza kufanya? Kwa Mungu alitusaidia, tukasema kumbe iko nguvu yake ambayo inatupigania kuja sisi kukutana tena kufanya ile kazi. Ndio maana ile nyimbo tukaita Nina Nguvu. Nina Nguvu. Ninayoijua. Unayo nguvu unayoijua. Uliwaza nini kuamua kwamba Jafet Zablon anafaa kukaa kwenye wimbo huu na hatimaye tukafanya video na ikaondoka, na kutokufikiri maybe ungefanya na watu wengine waimbaji ambao ni wakubwa zaidi, kuamua kumshirikisha yeye tu? Unajua katika uimbaji pia watu wanasema kuna vitu vinaitwa role model, si ndio? Yule ni role model wangu. Ndio. Classmate mwenzangu, lakini pia ni baba mdogo kama ambavyo wanaendelea kusema. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo nilikuwa natamani kuvifikia wakati yeye anafanya. Unajua nilikuwa natamani kufikia, lengo lilikuwa tofauti na mtu mwingine, lakini nikasema nifanye na yeye kwanza, kwa sababu tulikoanza ili tufunge ule mwaka
tuone impact kubwa ambapo tunaweza kuipata katika hali ya kushirikiana. Kwa sababu sikutaka kupoteza kile ambacho nilikuwa nimekipangilia, na Mungu alivyonisaidia tukaweza kukifikisha salama. Tukagundua iko nguvu. Na ndio idea tukasema hebu tuweke mezani kwamba nina nguvu ipi sasa. Ndio tukaanza mkaanza kuielezea. Sawa. Kabla tujafika mbali bwana, kuhusiana na Japhet Zablon, na ulivyosema ni ndugu yako na ni Lord Model wa karibu sana, na mmekuwa mkishirikiana kwenye kazi nyingi. Mimi natamani utupashe kidogo moto wa injili kupitia wimbo huu Nina Nguvu. Tusikilize, maana najua kuna wadau leo wanatutazama kupitia Star TV kipindi Amka Tumsifu Mungu. Wamekutazama kwa mara ya kwanza na wanatamani wakufahamu zaidi kwa kupitia sauti na ambayo Mungu ameweza kukubariki. Amen. Karibu sana Emmanuel Bashauli. Nikisema nisimulie wapi kanitoa sitaweza. Sitaweza. Nikisema nitaje sifa zake siwezi kuzimaliza. Jina lake huponya tena ufuta majera. Shida zangu anazijua, mateso tena majera. Njoo mwanangu sikustaa mimi, ndio maana ninaona raha kulitaja jina la Yesu wangu na kupendekeza. Nilijua najua kumbe sijui, wanaomwitaga Yesu kwa nini nani, na huwa nawafanyiaga nini, na hata walisifu jina lake. Kuna mengi tena ni mazuri Mungu huwatendea watu wake, na Yesu hufanikisha mipango, ndio maana kuwa na Yesu ni raha. Nilipojua kumbe hii dunia hakuna mwingine kama Yesu wangu, mwenye uwezo zaidi ya uwezo. Najua likonitoa siri yangu, najua jambo moja, najua kwamba nilikuwa mwana mpotevu kanirudisha. Ndio maana na ujasiri wa kulitaja jina la Yesu wangu hapa. Limewahi kunitendea wema na siwezi eleza mimi. Nina nguvu na ijua isiyoelezeka. Nguvu hii ni ya jina la Yesu. Nguvu na ijua imenifikisha hapa. Nguvu hii ni ya jina la Yesu. Mtazamaji, hicho ni kichupa kutoka kwa Emmanuel Bashauli akiwa amemshirikisha Japhet Zablon, na ametuambia ni role model wake ambaye pia amekuwa akishirikiana naye katika nyimbo mbalimbali ambazo amekuwa akizitoa. Natumaini utakuwa ni wimbo mzuri sana na utaweza kukubariki wewe pia. Nina nguvu na ijua. Hivyo namna hiyo tunaondoka mjini. Safi kabisa. Najua chochote kile ambacho kimeandaliwa mezani huwa kina kigugumizi tayari, lazima kiwe kimepita pale changamoto na mambo kadha wa kadha ambayo yanakuwa yanakumba huduma ambazo mnakuwa mnazitoa kwa watu wengine. Mimi natamani kujua kwenye video hii kwanza ni kichupa kikali sana, mahali pale palikuwa ni wapi, na director ambaye ulimtumia ni yupi? Ni director ambaye umekuwa ukimtumia katika nyimbo zote ambaye au umeamua kumbadilisha pia kutumia director mwingine? Ni yule ambaye tumekuwa tukimtumia Mr. Zalia. Ndio. Nikiwa Dar es Salaam mara nyingi wanapenda kufanya naye kazi. Lakini pia tulikuwa ni Mbezi, maana ya Mbezi. Serena Hotel ndio tulipofanya hii video. Aliandaa project baada ya kwa tumemtumia wimbo. Basi tukakutana tukafanya. Sawa. Changamoto kubwa ilikuwa ni ipi hasa katika maandalizi ya video hii hadi kutoka? Changamoto zipo, unajua kuna wakati changamoto zipo. Mimi changamoto hii haikuwa kubwa sana kwenye video kama hii. Changamoto haikuwa kubwa sana, japokuwa maandalizi yote yalikuwa yamekamilika. Yalikuwa ni mambo tu ya kawaida ambayo mtu unakuazika, lakini unajikuta basi umerudi kwenye hali ya kawaida ambayo mapokezi ya wadau ambao walikuwa wadau kama watazamaji ambao wamekuwa kufuatilia na kutuma jumbe kwa kila ambacho umekuwa ukiwabariki, yalikuwaje kwanza mapokezi tangu umeanza kuimba na kutoa nyimbo zako zote? Huu wimbo kwenye mapokezi, je, umekuja na tofauti kidogo na nyimbo zingine zote ambazo umezishazitoa kule nyuma? Ninamshukuru Mungu kwamba ninaendelea kufanya vizuri na watu wananipokea vizuri kwa kweli.
watu wananipokea vizuri. Ninamshukuru Mungu kwa watu wote ambao wanaendelea kusubscribe na comment zao katika mtandao ya kijamii. Tunaona wanatutia nguvu katika huduma ambayo tunaendelea. Ndio maana unaona hatuchoki. Tunaendelea kurudi hapa kuendelea kuzungumza. Ni kipindi ambacho kidogo kilikuwa kigumu katika muziki. Kipindi naiachilia hii nyimbo, muziki kidogo ulikuwa kama umestaki hivi, changamoto za hapa na pale mitandaoni na nini, kulingana na matatizo ambayo yamekuwepo, lakini inaenda na ilienda. Kwa tunamshukuru Mungu. Sawa. Tunamshukuru Mungu. Ni ushuhuda upi ambao umeweza kupokea sasa kupitia wimbo huu ama katika nyimbo zote ambazo umeshazitoa kule nyuma, kama watu kubarikiwa na kila ambacho unakitoa na kuonesha moyo wa ukamilifu kwa namna jinsi ambavyo unafanya kazi ya Bwana? Ushuhuda ni mkubwa kwa sababu watu wanaendelea kunitafuta katika huduma, katika mikutano, unaona. Kwa hiyo unaona kwamba impact ni kubwa ya kile kule ninakotoka ninakokwenda. Mambo yanakwenda vizuri. Sababu unapokutana na mialiko, unapokutana na waimbaji mbalimbali wanakupigia simu kwa habari ya kusaidizana mawazo, kwa sababu kimsingi ni producer, usisahau hilo. Mimi ni mwandaaji na mtayarishaji wa muziki na bado ni mwandishi pia. Bado ni mwandishi upande wa video na audio. Kwa hiyo ninasaidizana na waimbaji wengi, nina rekodi waimbaji. Kwa kupitia huduma ninayoifanya inaonyesha nina kitu kikubwa ambacho naweza nikawasaidia wenzangu pia. Kwa sababu mimi ni producer. Si ndio? Kwa hiyo nina kofia tu nyingine zaidi ya kuimba. Kwamba ninaweza nikafanya creation ambayo inaweza kumsaidia muimbaji mwingine apart from mimi. Si ndio? Kwa hiyo hii inanikutanisha na watu wengi. Inanikutanisha na watu wengi, lakini pia ile huduma nilionayo inazidi kutoka kusaidia pia watu wengine. Kwa sababu ninapokutana na watu, ninapowahudumia, ambia fanya hivi hapa, imba hivi hapa, fanya hiki, ili kazi yako iwe nzuri, mimi ninatoa nilicho nacho. Tofauti na mimi mwenyewe kufanya. Kwa sababu mimi nakutana na watu waimbaji wakina Jaffa kina nani, na wao wananiongezea vitu, kwa sababu kila mtu amempa Mungu kitu chake. Sawa. Kwa kila mtu amepewa kitu chake. Umefanikiwa kwa sasa labda kusimama kwenye matamasha mangapi ama majukwaa mangapi kutoa katika huduma yako hii? Matamasha kwa mwaka huu tulivyoanza kutoka mwezi wa kwanza hadi sasa. Mara mwisho nafikiri nimesimama nimesimama kwenye event moja ya Happy Mbuya ambayo ilifanyika maeneo ya wapi hapa Mwanza, Msumbiji nafikiri. Ni Nsumba ile. Tulikuwa na kina Obi Alpha na waimbaji wengine wengi wa Mwanza na kina Tumaini Njole yule mama. Tumekuwa nao pale katika ile huduma. Na baada hapo nilipata changamoto kidogo ya maisha, kuuguliwa na mama. So mialiko ilikuwa inakuja, lakini sikuwa tayari kulingana na tatizo lile ambalo lilikuwa limetupata. Maana ni muda mrefu. Tulipata changamoto ya mamangu kuugua muda mrefu. Sasa niko katika harakati za kuhudumia mgonjwa. Kwa hiyo sikupata muda sasa hapo tena wa kwenda kwenye mialiko. Japo ilikuwa inanifuata mialiko, lakini sikupata muda. Wewe ni producer, ni mwandishi, lakini pia ni mwimbaji. Unapiga vitu vitatu, yani unapiga ndege mmoja kwa mawe matatu. Hebu niambie siri ya mafanikio ni ipi hasa kwenye uandaaji wa kazi zako, kutenganisha muda wa kufanya kazi zako binafsi, lakini pia na kutoa huduma kwa watu wengine, na wewe kuwahudumia wengine pia kupitia huduma hii ya uimbaji? Ndio maana nikakwambia iko nguvu ndani yangu ambayo naijua inayonipigania. Kwa sababu hii huduma ni ya Mungu, si ndio? Ninapokuwa nikiwa kazini, kuna muda wa kazi ambao ni wa mimi na watu kuwahudumia katika studio pale, wale wateja wetu na waimbaji wenzetu ambao wanakuja pale, au vikundi vya kwaya, katika namna ya kuvihudumia. Lakini pia kuna muda ambao ninatoka hapo ninakwenda kwenye mazoezi kwenye kwaya zangu kuzifundisha pia. Baada hapo ninapata sasa muda tena wa kufanya kazi yangu mimi mwenyewe. Ni mambo ya Roho Mtakatifu tu. Unajua anakupa vitu vingi, lakini namna kuvifanya pia anavipangilia yeye mwenyewe. Unajua sisi hatutoki tu maandiko ya wimbo. Kuna wakati unakuwa huko pale, mambo yanazunguka, unaona kuna kitu kinatembea, na ili upate kutulia, kwa sababu ili upate kutulia ni lazima ukifanya kile kitu. Ndio unapata utulivu. Hasa kwenye nyimbo zangu binafsi. Zile ni nyimbo ambazo sitoki tu kama nimeanza kushika kalamu nafikiria kuandika, hapana.
ni kitu ambacho ni nguvu ndani inaokuja na Roho Mtakatifu moja kwa moja, yani inakuandaa kufanya hiki kwa wakati huo. Na bila kufanya hicho kitu huwezi kuperform. Huwezi kuperform. Autoboy siku hiyo. Okay. Tafanya tu. Sawa kabisa. Lakini pia ukiachana na Nina Nguvu ambao umemshirikisha Japhet Zablon, kuna wimbo unaitwa Afuataye ni Mimi. Ilikuwaje huo wimbo brother? Changamoto gani kubwa hasa tangu umeanza kuandika nyimbo na kutoa nyimbo kupitia wimbo Afuataye ni Mimi ambao umeweza kukutana? Maana ili usikiliza nyimbo fulani hivi kuna namna ambavyo kuna mazingira fulani magumu ambayo huenda ulikutana nayo. Unajua sisi binadamu katika maisha yetu tunapitia vitu vingi, hususa katika utafutaji, katika huduma, katika kila jambo ambalo hata wewe bwana Masanja hapo nikikuuliza, kuna mambo ambayo unapambana kuyafikia, lakini kuna watu wameshayafikia, si ndio? Lakini wewe unatamani kufanyaje kuyafikia. Unajua kipindi hicho mimi nilikuwa kwenye maombi makali, si ndio? Natamani kuwa hiki kitu ninachokifanya, hiki kipaji kionekane. Kwa nini nimekuwa huku chini muda wote? Akati nina kitu wao wanaofanya huku jua na nini. Kwa katika kuomba, kufunga na kuomba, unasikia kwamba sasa afuataye ni wewe, si ndio? Ambaye ni mimi. Na kweli nimefuata ni mimi. Kwani si ninaimba sasa hivi? Si ninaonekana kwenye television na radio nasikika? Afuataye ni mimi. Kwa hiyo hii nyimbo ni kwa inspire watu wote ambao wanafanya huduma hizi, wasikate tamaa wala kuchoka. Afuataye ni yeye. Leo ni mimi Emmanuel hapa, lakini kesho ni yeye. Afuataye ni yeye. Changamoto ni nyingi kwenye maisha. Sawa kabisa. Kuna mwingine jana amefanya hivi, jana hajapata kazi, lakini afuataye ni wewe. Utapata tu. Uhakika. Emmanuel Mashauri, mimi natamani pia kwenye huu wimbo tupatie moto wa Injili tusikilize bwana. Najua umebarikiwa sauti nzuri. Karibu sana Emmanuel Mashauri, karibu sana. Kila nikifumba na kusali Mungu Baba, napata ujasiri wa kuzungumza na wewe. Unaijua nia yangu ya nani, ya moyo wangu ninaye mwabudu. Yuhai sina shaka na kesho yangu. Nina ujasiri, nina imani na upendo. Na ushuhuda, nina nia, nina vyote. Sina wivu na baraka za Mungu juu yenu. Mungu wenu, Mungu wangu ni mmoja. Hahesabu mabaya niliyomtendea mimi. Anajua mipango sahihi kwa mambo yajayo. Sina kazi, sina cheo, sina mali, sina rafiki, sina ramani, sina furaha, sina vyote ila nina imani. Wenzangu wana familia bora. Mungu wangu bado natunza ahadi. Mungu afuataye ni mimi. Wana wao wana watoto, nyumba zao zina baraka, sina roho mbaya juu yao. Mungu walikuita wakakuomba neema na baraka, kuja wapita kwenye kudhuru kwako, basi afuataye ni mimi. Niliongea na Mungu kwa maombi, nikimsihi katika maisha yangu. Kanijibu kwa upendo mkubwa kwamba ni mimi afuataye. Niliongea na Mungu kwa maombi, nikimsihi katika maisha yangu. Kanijibu kwa upendo mkubwa kwamba ni mimi afuataye. Kila nikifumba na kusali Mungu Baba, napata ujasiri wa kuzungumza na wewe. Unaijua nia yangu ya ndani, ya moyo wangu ninaye mwabudu. Yuhai sina shaka na kesho yangu. Nina
ujasiri, nina imani na upendo, nina ushuhuda, nina nia, nina vyote, ila sina wasiwasi hata nisipopata leo. Mungu wangu bado naitunza hadi. Mungu afataye ni mimi, Bwana Yehova. Nina imani na kesho ulioniandalia Bwana. Ninakuita, ninakuomba mema na baraka, usinipite kwenye kudhuru kwako. Afataye ni mimi. Afataye. Huyo ni Emmanuel Mashauri ambaye tuko naye hapa leo kupitia kipindi Amka Tumsifu Mungu katika matangazo yetu ya moja kwa moja kupitia Star TV ambayo unatufuatilia moja kwa moja ukiwa nyumbani umetulia. Na tumaini kabisa itakuwa ni Jumapili njema na yenye baraka ambayo imekuwa ni tofauti kwako katika maisha ya kila siku tulipo hapa duniani. Na jumbe mbalimbali nimekuwa nikizitazama hapa. Huyu anasema kwamba Bwana Yesu asifiwe mtumishi, naitwa Joseph Mashoba, nipo Geita. Nimebarikiwa sana na ujumbe wa mtumishi. Afuataye ni mimi, amina sana. Na huyu si mwingine, anasema kwamba anaitwa huyu anatokea Mwivuza Ngara, tuko pamoja mpaka tamati. Na huyu si mwingine, anasema kwamba Anasema Mungu aweze kukubariki sana. Natamani atupatie njia nzuri ya mawasiliano, atatupatia pia. Lakini wewe sema kwamba Bwana Yesu asifiwe, anaitwa Bianca Magesa wa Nairobi, Kenya. Mungu azidi kumtia nguvu. Amen. Brother paka Kenya kule wanakutambua. Kazi ya Bwana. Naam, kazi ya Bwana izidi kusonga mbele. Anasema kwamba natumaini hamjambo hapo Star TV, si hatujambo. Na huyo sema kwamba Mungu aweze kuwabariki sana kwa kazi nzuri. Kupitia nambari ya simu ambayo unaitazama hapo kwenye television yako, itakuwa ni vizuri zaidi uendelee kutuma ujumbe na kutoa hamasa, hasa kwa watumishi wa Mungu ambao wanafanya kazi ya Bwana. Tunapoelekea ukingoni, maana kila chenye mwanzo lazima kiwe na mwisho. Mwaka 2026 umejipanga vipi sasa kuhakikisha huduma yako inazidi kupaa katika viwango vya juu? Hapa mimi ni kuendelea kuwasha moto wa Injili. Ndio. Katika jina la Yesu. Amina. Okay. Niwaambie watu wote kwamba mwaka huu ni mwaka wa kubarikiwa. Hakika ni mwaka wa kubarikiwa. Naendelea kufanya kazi. Mpaka sasa hizi nimeshatoa video lyrics nyimbo kama 3. Ukitembelea kwenye account yangu ya YouTube iliyoandikwa Emmanuel Mashauri, utakutana na nyimbo mpya ambazo nimetoa. Nadhani kuna Marry Me, hii inahusiana na mambo ya harusi. Would you marry me? Yes I do. Oh sweetheart. Vitu kama hivyo. Lakini pia tuna asante Mungu. Okay. Asante Mungu, tunamshukuru Mungu kwa yale yote anaotutendea. Lakini pia kuna nyimbo moja nzuri sana ambayo ina wiki kadhaa sasa, kama si 2-3, inaitwa Nilipotoka. Ni nyimbo nzuri ambazo kila nikikumbuka wapi nimetoka najivunia hapa nilipo hii leo. Yes, ni nyimbo ambazo zinapatikana kwenye account yangu ya Emmanuel Mashauri kwenye mitandao ya kijamii. Tembelea ili uweze kupata nyimbo hizi, uendelee kujifunza, uendelee kubarikiwa, uendelee kutiwa moyo mtumishi wa Mungu. Mambo tunayopitia na duniani hapa ni mengi. Tunamhitaji Mungu pekee aweze kutushika mkono tuweze kuvuka. Hakuna kitu kingine. Sawa, watu wanawezaje kukupata sasa kwa njia labda kushiriki na wewe, kukuita kwenye matamasha mbalimbali, kutoa huduma makanisani? Ninapatikana kwa nambari ya simu. Ndio. Vodacom 0763 335431, 0763 335431, au 0629 632492. Hii ni Halotel. Ninapatikana katika namba hizo mbili muda wote na wakati wote, niko tayari kwa ajili ya huduma. Usisahau mimi ni producer, ni mwalimu, huduma ya walimu ninafanya, ni mwimbaji kwenye mikutano mialiko ninafanya, na studio karibu kwa ajili ya kurekodi
muziki mzuri wa injili na tuwasiliane ili tuendelee kufahamishana mambo haya katika ufalme wa mbinguni. Sawa kabisa. Una rekodi lakini pia audio, si ndio hivyo? Na video ninafanya. Na video pia unafanya. Ninamshukuru Mungu. Unamshukuru Mungu sana. Lakini studio ina kila kitu. Ina kila kitu. Watu watakuja pale na watakupata vizuri. Na kwenye mitandao ya kijamii wanakupata kwa jina la Emmanuel Mashauri. Emmanuel Mashauri mwenyewe. Pata moto wa injili bwana kutoka kwa Emmanuel Mashauri. Lakini tunapoelekea ukingoni ama kufika tamati katika kipindi hiki ama sehemu hii kwa sasa asubuhi ya leo kupitia kipindi Amka Tumsifu Mungu, tukiwa tunaelekea ukingoni ama kufika tamati katika kipindi hii. Katika kipindi hiki tutakuwa na mdau ambaye pia ni mratibu wa tamasha la Chifu Hangaya litakaloanza leo, ambapo pia tutakutana naye na utaweza kumsikiliza zaidi ili uweze kutambua mengi zaidi kutoka kwake. Na huyu si mwingine ni Bwana Bernard James kwa maelekezo zaidi kuhusiana na tamasha hilo ambalo ni Chifu Hangaya, na kutoa maelezo zaidi kwako mtazamaji ili pia na wewe uweze kubarikiwa kwa kile ambacho kinaendelea. Na kabla kuweza kufika na kumsikiliza moja kwa moja kupitia kutoka kwa Bernard James, na sasa nikute na pitia moja ya jumbe za watazamaji kwa wale ambao wameendelea kubarikiwa kupitia kipindi ya Amka Tumsifu Mungu. Huyu anasema kwamba kwa majina naitwa Anthony, na Mungu awajaze neema ya baraka tele hapo studio. Na huyu si mwingine anasema kwamba anaitwa Diana, Mungu awabariki sana hapo studio. Na anasema kwamba kwa Mungu aweze kukubariki sana Emmanuel Mashauri. Amen. Na huyu si mwingine anasema kwamba anaitwa Salim Mwakatundu from Mbeya wilaya Kiela boda huyu Kasumulu. Nimewapata vyema sana, jina la Bwana lizidi kubarikiwa. Amen. Na huyu si mwingine anasema kwamba anaitwa Glory, na watakia heri ya Jumapili njema. Na sisi pia tunakutakia heri. Anasema kwamba anaitwa Eriki Anthony kutokea Arusha, na waombea waimbaji wote wa nyimbo za Injili. Na huyo anasema kwamba mtumishi wa Mungu yuko vizuri sana 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 sana. Na sasa tuungane na Bernard James kwa kumsikiliza zaidi. Bernard. Naam. Karibu sana watumishi wa Mungu na watazamaji pia kwa sasa wanakusikiliza. Asante sana, kwanza hongera sana kwa kipindi, na niseme tu tumsifu Yesu Kristo na Bwana wetu asifiwe. Mtazamaji, tupo katika viwanja vya furahisha hapa jijini Mwanza, Kirumba, wilaya Ilemela, na kinachofanyika hapa kikubwa zaidi ni kuweza kuunga mkono swala zima la maadili, kuweza kufanya vijana wetu wawe na maadili mema, lakini pia wazingatie mila na desturi za Kitanzania. Kwa hiyo kuna tamasha kubwa sana la utamaduni ambalo linafanyika katika viwanja vya kufurahisha, linaanza rasmi leo siku ya Jumapili, na saa 3 ndio inakwenda kuanza rasmi, saa 3 asubuhi. Yanafanyika hapa mambo mengi sana. Kuna ngoma za asili kutoka makabila mbalimbali. Kuna mashindano makubwa sana ya ngoma, ambapo makabila mbalimbali yatakuwa yakichuana hapa kwa ajili ya kuonyesha ngoma zao. Hilo ni jambo la kwanza ambalo linafanyika hapa. Lakini jambo la pili ni la michezo ya asili. Kuna michezo mingi sana ambayo inafanyika hapa, lakini kubwa zaidi ni sarakasi ambazo watu hawajawahi kuziona. Unajua ni moja kati ya michezo ya asili ambayo ina malengo makubwa tu ya kuweza kuwafunza vijana. Ukiacha hilo, pia kuna maonyesho ya mavazi mbalimbali. Tuweze kujua Wasafa wanavaaje, Wanyakyusa wanavaaje, Wakurya wanavaaje, Wapogoro wanavaaje, Wasafa na wengine wengi. Kwa hiyo kutakuwa na maonyesho ya mavazi kutoka kwa watu ambao wana uzoefu mkubwa sana katika eneo hilo. Yote ni kutoa burudani. Vile vile kutakuwepo na michezo mingine, burudani mbalimbali, lakini kubwa zaidi pia niwaambie watu kwamba kutakuwepo na chakula cha asili. Watu tumezoea kula vyakula vya kimagharibi, vya kisasa, na sio mbaya, lakini hapa leo kuna vyakula vya asili. Kwa hiyo kama ni Mgogo kuna chakula chako, kama wewe ni Mchaga kuna chakula chako, kama wewe ni Machame kuna chakula chako, kama wewe ni Mpare kuna chakula chako, kama wewe ni Mkurya kuna chakula chako, kama wewe ni Mjita kuna chakula chako, kama wewe ni Msambaa kuna chakula chako, Wazaramo. Kwa hiyo vyote vinapatikana hapa kwa bei nafuu kabisa, ambazo zimechukua kitaalamu kabisa, lakini kiasili. Kuna vinywaji mbalimbali vya asili na vyenyewe hapa. Watu wanapenda vinywaji vya makabila yao, vya mila zao, vyote vinapatikana hapa uwanjani Furahisha. Kwa hiyo hilo ndio linalofanyika, hakuna kiingilio. Kwa hiyo watu waje kwa wingi, waje wahakikishe kwamba wanakuja na watoto wao wengi
wanapotoka kanisani, wanapokwenda kanisani wanatoka wapitia hapa Furahisha, waje na watoto wao, waje na familia zao. Watoto wetu ile tuwaonyeshe utamaduni wetu ule wa Kitanzania, mila na desturi za Kitanzania, lakini kikubwa zaidi wajifunze, waelimike, na sisi Mungu atakapotuchukua basi watoto wetu wabaki wakizingatia utamaduni mzuri sana wa Kitanzania. Itakuwa ni leo Jumapili kuanzia saa 3 asubuhi, na kesho pia Jumatatu itakuwa tunaendelea, lakini kuna wadau mbalimbali ambao wanatoa elimu ya mambo mbalimbali ya elimu, afya, mambo mazima ya uwekezaji, lakini pia masuala mazima ya uchumi, kujiingizia kipato, fursa mbalimbali. Wote watakuwepo hapa kwa ajili ya kufungua fursa mbalimbali za vijana. Hakuna kiingilio, ni free kabisa. Na asante sana Bernard James. Ndio. Na labda kama unaona la kuniuliza unaweza kaniuliza, lakini kama halipo la kuuliza, kuna mambo mengine ambayo nataka pia niwaambie watu kwamba hali ya hewa ni nzuri. Hali ya hewa ni nzuri kabisa hapa, hakuna dalili ya mvua, hakuna nini. Jua lipo hapa la kutosha, Mwenyezi Mungu atatujalia, hali ya hewa ni nzuri kabisa. Unaona usalama upo wa kutosha, hakuna mambo ya ovyo, ni mambo mazuri tu. Kwa sababu hata hapo tunapotazama kipindi hiki, lengo ni kuweza kuhakikisha kwamba tunamcha Mungu, tunampenda, tunamheshimu, tunazingatia mila na desturi za Kitanzania. Lakini haya yote yanafanyika endapo watu watazingatia utamaduni wetu mzuri, mila na desturi. Kwa hiyo mambo ya mauaji, mambo ya kujiua, mambo ya wizi, mambo ya kubaka, mambo ya kulawiti, mambo ya kufanya nini yatapungua kwenye jamii. Mambo ya rushwa, mambo ya nini yatapungua, kwa sababu watu watazingatia mila nzuri na desturi za Kitanzania. Lakini kubwa zaidi yale ambayo yatafanyika katika viwanja vya Furahisha kuanzia saa 3 kamili asubuhi. Tupo hapa, maandalizi yanaendelea, 100% yamekamilika. Labda kuna lolote ile ambalo nataka kuuliza kabla sijasema la mwisho? Sawa. Bernard James, huenda kuna watazamaji ambao pia wako nje ya mkoa wa Mwanza na wanatamani kushiriki tamasha hilo la Chifu Hangaya, kama jinsi ulivyoeleza kwa usahihi na kwa uzuri kabisa, mambo mazuri ambayo yataweza kuwepo pale kuhusiana na masuala mazima ya tamaduni. Wanaweza kufikaje hapo kwa njia ya usafiri? Asante sana, kwa sababu hili ni tamasha kubwa ambapo pia linatoa fursa kwa wajasiriamali, wafanyabiashara mbalimbali walete bidhaa zao hapa, waweze kuonesha na kuweza kuuza. Wanaweza wakafika hapa kwa njia ya usafiri wa kawaida, maana Mwanza inaingilika kwa njia zote, kwa meli, kwa treni, kwa ndege, kwa namna yote. Lakini kuna njia mbalimbali za usafiri wa ndani. Kwa mfano ukiwa unatoka katikati ya mji wa Mwanza unakwenda uwanja wa ndege, kwa hiyo ukifika hapa kwenye daraja la Magufuli, ukiwa unakata kushoto kwenda kwenye uwanja wa St. Kirumba au kanisa la RC na makanisa mengine, basi mkono wako wa kushoto unapoanza kushuka, mkono wako wa kushoto kuna viwanja vya Furahisha viko hapa. Muziki unalia hapa wa asili, tayari shughuli zimeshaanza hapa, wataona na mabendera na fujo zimeshaanza kufanyika nyingi tu hapa kila maandalizi. Yani mambo ni mazuri sana, yako moto moto. Na vile vile mtu anapotoka sasa uwanja wa ndege, anapokuwa anaelekea mjini, anapofika kwenye daraja la Magufuli hapa, bila Furahisha hapa, daraja la juu, akiangalia mkono wake wa kulia wakati anaenda uwanja wa St. Kirumba, basi wakati anashika na hii barabara, mkono wake wa kushoto ataona watu wa Furahisha huko hapa, uwanja wa wazi na hakuna kiingilio. Free. Kwa hiyo tu tunaomba sana wazazi walete watoto wao hapa, waje waangalie, kwa sababu tukalie tu, ndio kila mtu anachagua anachokipenda, utamaduni wa labda bara fulani au bara fulani, sawa, lakini tusiwache utamaduni wetu, kwa sababu una utajiri mkubwa sana, una maadili mazuri na umetukuza sisi, umetulea. Kwa hiyo naomba sana waamini wa madhehebu mbalimbali, lakini pia wa dini mbalimbali, Waislamu na Kristo, wafike hapa kwa wingi, na dini zingine waje kwa kweli wafurahie tamasha kubwa sana la utamaduni ambalo halina itikadi yoyote ile, halina itikadi ya chama wala halina itikadi ya kidini wala halina itikadi yoyote ile. Ni la kijamii moja kwa moja, ambalo lengo ni kuweza kusherehekea utamaduni wetu, kuenzi, kupongezana, lakini kufadhili kutangaza vivutio vilivyoko kanda ya Ziwa na Tanzania nzima, na utalii pia kwa njia ya utamaduni, na vile vile kuweza kutoa burudani, kutoa elimu na kuondoa msongo wa mawazo na kujenga pia kizazi ambacho ni kizuri zaidi. Naam, asante sana Bernard James kwa maelezo mazuri, na imani hapa tuko na mwimbaji pia wa nyimbo za Injili, na tumaini kabisa ataweza kufika katika tamasha hilo la Chifu Hangaya. Nashukuru sana na namuomba naye sana fike hapo, kwa sababu hapa pia ni connection, wanakuja wadau mbalimbali hapa. Kwa mfano kuna watu wanaotoa elimu ya vijana, kuna watu wanatoa elimu ya mazingira, kuna watu wanatoa elimu ya umilikaji wa hisa, uwekezaji na kutengenezea fedha nyingi tu tukiwa wawekezaji. Lakini pia kuna watu ambao wanatoa elimu ya kumiliki viwanja, ya kumiliki kiwanja kwa bei ndogo sana, watakuwepo hapa.
Kuna watu ambao wanatoa elimu ya kuweza kutumia fursa mbalimbali kuweza kutaka kujenga vizuri kisasa, utumie mbinu gani, kiasi gani cha fedha. Yaani hapo mambo mengi sana katika kada mbalimbali. Kwa hiyo mtu hapa kija hapa sio tu kama anakuja kusikia ngoma au kula vyakula vya asili au vinywaji vya asili au kuangalia maonesho ya mavazi au kuangalia michezo ya jadi na nini. Na kuna mambo mengi sana yanafanyika, na mgeni rasmi katika tukio hili ni mkuu wa wilaya ya Ilemela. Atakuwepo hapa akiwa ni kiwakilishi kikubwa sana cha serikali, mamlaka. Lakini kubwa zaidi kuna wadau mbalimbali ambao watatoa elimu za mambo mbalimbali. Kwa hiyo tunawakaribisha sana watu waje kwa wingi. Hakuna kiingilio. Mtu anapenda ngoma aje aone mashindano ya ngoma yapo. Mtu anapenda kuangalia maonesho ya mavazi, yapo burudani kubwa sana. Mtu anapenda kuja kuangalia mchezo ya jadi ya asili, ipo sarakasi, ipo kwa wingi. Mtu anataka kuja kuangalia burudani mbalimbali, vichekesho, uimbaji na nini, vipaji mbalimbali vingi. Mtu anataka kuja kuona labda vyakula, kuweza kuona mambo mengi. Yapo hapo. Kwa hiyo tunakaribisha sana. Na asante sana kwa maelezo yako mazuri Bernard James kutokea hapo viwanja vya Furahisha katika tamasha hilo la Chifu Hangaya. Tutafika na Mungu aweze kukubariki sana kwa elimu nzuri na kwa taarifa, na imani watumishi wa Mungu na watazamaji pia watafika hapo kuja kutazama na kushuhudia tamaduni zetu za Kitanzania zikiendelea kuboreshwa zaidi. Asante sana. Naam, nikushukuru pia kwako mtazamaji ambaye umeendelea kuwa nasi na kutufuatilia katika kipindi Amka Tumsifu Mungu. Fika hapo katika tamasha hilo la Chifu Hangaya. Kutakuwepo na vitu mbalimbali. Kabila lako ni kabila gani wewe, unaweza kujiuliza hapo na ukafika na chakula chako kuonesha ubora wa kabila lako, namna jinsi ambavyo vyakula mnavyovipika, na kutakuwa na ngoma. Kutakuwa na mambo mengi kweli kweli ambayo pia yatakufanya kuona tamaduni za Tanzania zilivyo bora zaidi. Nilikuwa na mwimbaji wa nyimbo za Injili na huyu ni Emmanuel Mashauli, na hapa ndipo tumefikia tamati ama mwisho wa kipindi chetu bwana, katika mahojiano haya mazuri kabisa. Amen. Ambapo nilikuwa nami Andrea Amos Masanja. Lakini tunapomaliza, najua jumbe za watazamaji ni nyingi, lakini kutokana na muda bwana imetuia vigumu kidogo, lakini nakusii tu endelee kuwa nasi na kutufuatilia. Mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa kipindi kingine. Tunaenda mapumziko na tutarudi. Tunavyoondoka, natamani nipatie moto wa Injili Emmanuel Mashauri tunapofunga kipindi hiki cha uimbaji. Kila nikikumbuka wapi nimetoka, najivunia hapa nilipo hii leo. Ningewezaje pasina msaada wako? Asante kwa kunipendelea mja wako. Ndio natamani usimame